asifiwe. Ni wakati mwingine tena, nashukuru Mungu ambaye amenipa nafasi hii ili kusudi tuweze kushirikiana neno la Mungu mara nyingine tena. Kwa hivyo kama uko na Biblia, msikilizaji wangu, utafungua katika kitabu cha Warumi mlango ni wa 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Na pia tutasoma kitabu kingine, kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 10. Tutasoma tuso vitabu viwili alafu tutabarikiwa. Warumi 12 mstari wa kwanza hadi wa pili, Biblia inasema kwamba basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatanishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe nia zenu, mgeuzwe kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 10, Biblia inasema kwamba kwa maana imetarudia, inasema kwamba kwa maana imetupasa sisi zote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Kwa hivyo nataka nianze kwa kusema kwamba kila mmoja wetu katika hii sayari inchi tumepewa na Mungu mwili kama tunu ya kudhaminiwa. Mungu ametupatia mili kila mmoja ili kusudi tutende makusudio yake, tukiwa bado tungali hapa duniani. Sababu kuna wakati ambapo ukitoka kwa mwili utatoa hesabu ya yale ambayo uliyatenda ukiwa hapa duniani ndani ya mwili, iwapo kwamba yalikuwa ni mema ama ni mabaya. Maana nataka niseme hivi kwamba kuna watu unaweza kufanya jambo ukajificha kwa mume wako, Mungu ameona. Unaweza kufanya kitu ukajificha kwa mke wako, kwamba mke wako haoni, Mungu anaona. Kuna wengine hata wanakimbia usiku, amekalia fisi anasumbua watu, wengine wanakalia kiboko, wengine wamefuka hata mamba kwa nyumba, wengine nyoka. Wende kawa wanadamu hawaoni, lakini Mungu anaona. Wakati unakuja ambapo tapeana hesabu ya hayo yote uliyofanya ukiwa ndani ya mwili hapa duniani, iwapo kwamba ni mema ama ni mabaya, yataonekana mbele ya Kristo. Hivyo ndio vile Biblia inasema, Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 10. So kwa hivyo mwili, kila kiungo chenye uko nacho, Mungu amekupa ili kitende yanayoleta utukufu kwake. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 19 hadi 20, kabla niweze kusema, Biblia tumeona katika kitabu cha Warumi 12 inasema tutoe miili zetu kama dhabihu iliyo hai. So kwa hivyo wewe na mimi, kama unaelewa kwamba mwili wako umepewa kama tunu ama zawadi ya kudhaminiwa na Mungu ili uishi kutenda mapenzi ya Mungu, elewa kwamba huo mwili wenye uko nao si wako. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 19, nataka nisome kwa Kiingereza, hii version TLB inaongea vizuri. Sema kwamba haven't you yet learned that your body is the home of the Holy Spirit? Your own body does not belong to you, for God has bought you with great price. So use every part of your body to give glory back to God.